Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa ndugu mtazamaji wa MTA Africa. Muhammad Mustafa wal Mujtaba sallallahu alayhi wasallam alisema kuwa la yabqa min al-islami illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda. Ulamauhum sharru man tahta adimi as-sama. Min indihim takhruju al-fitnatu wa fihim ta'ud. Mishkat Kitabul Ilm. Maana ya hadithi hii ni kuwa haitabakia katika Islamu isipokuwa jina lake tu, na haitabakia katika Qur'ani isipokuwa maandishi yake tu. Misikiti yao itakuwa imepambwa kifahari, lakini bila mwongozo. Maulama wao ndio watakuwa watu wabaya zaidi chini ya bingu. Fitna itatoka kwao na kuwarejea. Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam akieleza hali ya ummate muslima, umma hii ya Kiislamu, itafika zama ambazo giza totoro itaingia katika Islamu. Lakini akieleza haya alitoa bishara kuwa wakati wa giza katika Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuma yule mtu ambaye atakuja na kuleta mwangaza. Atakuja kujadidisha dini. Na mtu yule sio mwingine bali ndiye Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Na mwangaza ule ulitoka katika kijiji kidogo sana, kijiji cha Kadian. Katika studio wageni wetu wanatuelimisha kupitia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki kwake. Kwa hivyo tumejifundisha mambo mengi sana katika msimu uliopita, msimu wa kwanza wa kipindi hiki cha maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na tunataka kuanza msimu mwingine tena wa maisha yake matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Wametufundisha kuhusiana na huduma zake, vile alivyotetea dini takatifu ya Kiislamu, ikiwemo kuandika vitabu vingi sana, na pia sawa na ufunuo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alidai kuwa yeye ni mujaddid wa zama hizi, na pia akadai kuwa yeye ni Masih Maud alayhi salatu wassalam, akitueleza kuwa yule Yesu wa Nazareti alikufa kifo cha kawaida na kurudi kwake ilikuwa ni namna ya mfano, na yeye ndiye ametimiza utabiri ule, na pia kadai kuwa yeye ndiye nabii. Katika msimu huu tutafundishwa mengi sana ambaye yamebaki katika maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kuwa nami, ungana nami katika studio, mimi Yusuf Rashid Obat, ili tuendelee kuelimika kupitia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, maswali yetu yaweze kujibiwa. Karibuni. वो आया मुंतज़िर जिसके थे दिन रात, मुअम्मा खुल गया रोशन हुई बात. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji wa MTA International Africa, katika studio hii leo tunaendelea na mada ile ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Leo hii mupo na mimi katika studio hii, mtangazaji wenu Abdul Basit Ali. Naam, katika kuendelea na mada hii, ni kweli ya kwamba Masihi aliyeahidiwa si mwingine bali ni yule yule Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ambaye ndiye hasa mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Bwana huyu alidai unabii
na hasa katika mnamo mwaka wa 1889 ndio mwaka alipoanza hasa jumuiya hii takatifu ya Waislamu wa Ahmadiyya. Na tunatambua wazi ya kwamba manabii katika hali moja au nyingine wanapitia changamoto za hapa na pale katika hali ya kusambaza dini na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaweza kutambua pia kwamba Allah ameweka ahadi hii ya kwamba la aghlibanna ana wa rusuli, kwamba bila shaka Mwenyezi Mungu na manabii wake wote watakuwa ni wenye kushinda katika kazi hii ya kiroho ambayo ametuwekea. Naam, ijulikane wazi pia kwamba Masihi huyu alidai yeye binafsi amekuja kuwakilisha ujaji wa pili wa Masihi Isa, amani ya Allah iwe juu yake. Katika kazi yake ya unabii vile vile aliweza kuhubiri katika maeneo kadha wa kadha, lakini hata pia baada ya kifo chake kazi hii ya kuimarisha misingi ya kidini iliendelezwa na makhalifa wake. Na hadi leo hii katika dunia hii tupo naye khalifa mtukufu wa 5 Hadhrat Mirza Masrur Ahmad ayadahullahu ta'ala binasril aziz, ambaye ndiye hasa ameshikilia jukumu hili la kiroho chini ya uasisi wa Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, ili kuendelea kusambaza dini tukufu hii katika kona zote za dunia. Naam, katika studio hapa siko peke yangu, bali nipo na wageni wetu wawili ambao wote ni wakufunzi mashuhuri wa jumuiya hii tukufu ya Islamu ya Ahmadiyya. Upande wangu wa kulia nipo naye mwalimu wetu Muhammad Musa Oponyo. Karibu sana Mwalimu Saib katika studio. Asante sana bwana mtangazaji. Lakini vile vile upande wa pili nipo naye mwalimu Abdalla Haj Wanyasi. Karibu Mwalimu Saib katika studio yetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, pia nimefurahi sana na bashasha ambazo ziko katika sura zenu. Basi mada ambayo inaendelea ni ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Na Mwalimu Sahib, tunaweza kutambua kwamba katika harakati za kuendeleza jumuiya hii ya Ahmadiyya, Masihi aliahidiwa alifanya mikutano kadha wa kadha. Lakini katika mwaka huu wa 1892 ni kwamba pia alifanya mkutano fulani ambapo ndani yake pia kulikuwa na kikao cha shura. Hebu tueleze maili matatu kuhusiana na mkutano ule na kikao kile kwa ujumla. Asante sana bwana mtangazaji. Ijulikane kwamba Sina Ahmad alayhi salatu wasalam, baada ya kutangaza kwamba yeye ndiye aliyekuwa Masihi na Imam Mahdi, basi kazi kubwa iliyokuwa mbele yake ni kueneza mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu na kudhihirisha ubora wa mafundisho ya Qur'an tukufu. Kwa hivyo kwa sababu ya kufanikisha kazi kubwa, basi aliweka mikakati mbalimbali ya kuweza kufanikisha kazi hii. Na miongoni mwa mikakati hizi ni upangiliaji wa mikutano mbalimbali. Basi ndiposa pale mwaka 1892 akapanga mkutano wake wa Jalsa Salana, ambao watu takriban 327 waliweza kuhudhuria na kupata mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Hii Jalsa Salana itakuwa na maana gani kwa faida ya watazamaji, Mwalimu Saib? Yani huu ni mkutano wa mwaka ambao hupangwa ili kuwaelimisha Waislamu na kuwapa ujuzi na maarifa ya kujiendeleza kama Waislamu katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo katika mkutano huu hawa Waislamu waliohudhuria walipata kuhutubiwa na kupata mafundisho bora ya dini tukufu ya Kiislamu kutoka kwa hutuba zile zilitolewa na mwenyewe Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na Maulawi Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu. Vile vile katika mkutano ibainike kwamba kulikuwa bado hakuja kuwa na utaratibu kama tulivyo nao leo, ambao kwamba majlis shura hufanyika katika tarehe tofauti na tarehe za jalsa. Kwa hivyo katika huu mkutano kukafanyika mipangilio na mapendekezo mbalimbali ya shura. Na miongoni mwa mapendekezo yaliyofanywa ni kwamba kuandikwe kitabu kitakachoeleza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Kiislamu, kitolewe chapa nyingi, zingine zipelekwe kule Ulaya na Marekani. Vile vile kulipendekezwa kwamba kutengenezwe maktaba au kuanzisha maktaba pale Kadian, ambako ichapisha orodha ya wale wachangiaji watakaoifanikisha maktaba hii. Na vile vile kukapendekezwa kwamba Maulawi Muhammad Ahsan Amruhi Sahab awe ni mhubiri wa Ahmadiyya na atembelee sehemu za Punjab na India. Kwa hivyo ni wazi kwamba kikao cha shura maana yake ni kwamba ni mapendekezo ambayo ni ya kuendeleza jumuiya hii takatifu kwa nyanja kadha wa kadha za jumuiya. Naam. Kwa hivyo vile vile namna tulivyoona ni kwamba watu siku baada ya siku walikuwa na mkubali Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuwa ni Imam Mahdi.
Na huu mkutano vile vile kuna huyu bwana mmoja Maulawi Mir Nasir Nawab ambaye alikuwa bado hajajiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ambaye alialikwa kwenye huu mkutano kupitia kwa mwaliko wa barua na Sayyidina Ahmad mwenyewe. Kwa hivyo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, huyu bwana akaweza kufanya bayati na akawa miongoni mwa wafuasi wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo kwa ufupi, haya ndio yaliyojiri katika mkutano huu wa kwanza wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Bila shaka ulikuwa ni mkutano wenye kufana sana, sababu mambo mengi yalipangiliwa pale. Ni kweli. Kwamba malezi ya wanajumuiya, lakini pia tablighi iendelee vile vile. Ni kweli. Mashallah, hiyo ilikuwa ni kazi ya msingi sana. Naam, tukiendelea katika kipindi hiki mwalimu Sahib, tunapata kufahamu kwamba katika mikakati hii ya mahubiri ya Masihi aliahidiwa kwamba pia alikuwa akiandika vitabu kadha wa kadha. Na kuna kitabu hiki kwa jina lake kwamba ni Aina Kamalat Islam, kwamba ilikuwa hasa ni nini lengo la kuandika kitabu kile. Lakini pia imeelezwa pale ndani kwamba huyu Masihi aliahidiwa pindi anaandika kitabu kile alitembelewa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tuomba ufafanuzi wa picha hii, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Vile tulivyosikiliza ni ya kwamba hata hii jalisa ilikuwa ni mikutano. Kwa hivyo Masihi Maud al-Islam alipokuwa anatembea akifanya mikutano ya namna hiyo, miongoni mwa hiyo mikutano alihisia kwamba kuna shutuma mbalimbali ambazo zilikuwa zinatolewa dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu, dhidi ya Qur'ani, dhidi ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaahidi ya kwamba hivi karibuni atatoa kitabu ambacho kitajibu hizi shutuma ambazo zilikuwa zinatolewa na Waislamu ambao hawakuwa wana uelewaji wa juu kuhusu dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo mnamo mwaka wa 1892 katikati yake akaanza kuandika kitabu ambacho kinajulikana Dafi'ul Wasawis, ambacho ni kinga ya wasiwasi, na akaendelea kuandika kitabu hiki. Ilipofika mwaka wa 1893 mwezi wa pili kitabu kikakamilika, ndipo akakiita hiyo jina Aina Kamalat Islam, ambayo jina lake la pili ni hiyo hiyo ya kwamba Dafi'ul Wasawis. Kwa hivyo kitabu kilipewa majina mawili. Bila shaka kitabu kilikuwa na majina mawili, la kwanza likiwa lile la Aina Kamalat Islam, ambayo inamaanisha mafundisho bora ya Kiislamu, alafu na hiyo ambayo Dafi'ul Wasawis, ambayo ni kinga ya wasiwasi. Kwa hivyo alipokuwa anajitayarisha kuandika kitabu hiki, alitangaza tangazo maalum tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 1892, na napenda kwamba ni nukuu maneno ya Masihi Maud al-Islam alivyosema kuhusu hicho kitabu. Anasema hivi ya kwamba ilimradi kitabu hiki kinajumuisha uchunguzi wa nadra na mwepesi unaofaa sana dhuria za Waislamu, na ni sharubati iliyojaribiwa na ya kuponya sana kwa kukinga na kipindupindu cha kiroho cha siku hizi kinachohilikisha dunia kwa sumu yake. Na kwa vile kitabu hicho kinarekebisha ufisadi wa aina zote mbili, wa nje na wa ndani, kwa rai yangu nina yakini ya kwamba kitabu hicho ni njia bora na yenye baraka kwa kudhihirisha dunia baraka za Islam, Qur'ani tukufu na Saidina wa Maulana Hadharat Khatamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam, Tabligh Risalat jalada la pili ukurasa 116. Kwa hivyo haya ndiyo maneno ambayo alieleza kutaharisha watu ya kwamba kitabu hiki kitakuwa na ubora wa aina fulani ya kukinga watu na mambo mbalimbali. Ama kuhusu lile swali ambalo umeulizia kwamba je, alitembelewa na Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam. Yeye mwenyewe kwa kauli yake Masihi Maud al-Islam alisema kwamba wakati wa kuandika kitabu hiki alitembelewa na Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa nukuu yake anasema hivi: wakati wa kuandika kitabu hiki mara 2 nilimuona Mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, naye alidhihirisha furaha kubwa kwa kuandika kwa kitabu hiki, na niliona usiku mmoja kwamba malaika mmoja anawaita watu mioyo yao kwa kupasa sauti, na akasema, hadha kitabun mubarakun faqumu lilijlali walikrami, yani kitabu hiki kimebarikiwa, basi simameni kwa kukitukuza na kukiheshimu. Dhamima ya Kamalata Islam, chapa ya kwanza, ukurasa wa 4. Kwa hivyo ni ukweli ya kwamba utukufu wa hiki kitabu
ulithibitishwa na mambo mawili ambayo naweza sema kwamba Nabii mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonyesha furaha, na sio hivyo hivyo tu, malaika ambao wanafanya sawa na maamuzi ya Mwenyezi Mungu wakafika na wakadhibitisha kwamba kitabu hiki ni kitabu kilicho bora sana, kiheshimiwe. Kwa hivyo ni kweli hiki kitabu kiliweka muunganiko baina ya Masihi aliyeahidiwa na Mwenyezi Mungu na pia na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kupitia malaika walimwakilisha Mwenyezi Mungu kwamba kitabu hiki kweli ni kitabu ambacho ni dhamima ya kuondoa hiyo kutu na pia kuondoa hiyo kipindupindu ambacho kimeletwa na Waislamu ambao wanaeleza dini katika hali finyu kabisa. Naam. Ndio. Na basi tukielekea katika mada yetu tukufu ambapo bado ni ile ile mafundisho maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Tunapata kuona kwamba kumeelezwa kwamba Masihi katika hali ya shura alitoa pendekezo la kwamba mahubiri yaendelee pia nje ya bara Hindi. So katika hali hii tunapata kwamba mahubiri yalifanyika pia katika milki ya Malkia Victoria, lakini pia vile vile kwa mapadri wa nje ya bara la Asia. Je, kuna athari gani ambayo ilitokana na mahubiri haya? Mwalimu Saib, karibu katika mada hiyo. Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba sasa kazi ya kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu ilishaanza na mikakati ilishawekwa na mikakati mbalimbali vile iliendelea kuwekwa, na athari ya hii kazi tukufu ilianza kuonekana kila kona. Na katika harakati hizi Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kutokana na ushauri wake Maulawi Abdul Karim Sialkot, alianza kuandika barua mbalimbali kwa viongozi wa makanisa mbalimbali wakiwemo na mapadri pia. Hii barua ilianza kuandikwa kwa lugha ya Kiurdu, lakini kutokana na ufunuo ikabainika kwamba hii barua ingekuwa na athari ndogo sana kwa wenye kuisoma. Kwa hivyo hiyo barua ikaandikwa katika lugha ya Kiarabu. Vile vile iliandika barua nyingine katika lugha ya Kiarabu ambayo iliambatanishwa na kitabu Aina Kamalat Islam na ikaandikwa At-Tabligh, ikatumwa katika sehemu mbalimbali na kwa viongozi mbalimbali kwa ajili ya mahubiri. Na vile vile Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akaandika barua, akamwandikia Malkia wa Uingereza kwamba akamkaribisha katika Uislamu, kwamba asilimu. Malkia alifurahishwa sana na hii barua na akaomba vitabu saidi za Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo tayari kazi ilishaanza, mikakati mbalimbali zilishaanza na athari zake zikaanza kuonekana katika kona zote. Na kule Uingereza ikapelekea kuitwa mkutano mkubwa na mapadri wakielezea hofu yao kuhusu hali hii mpya ya Uislamu. Na inadhibitika katika ile hutuba ambayo ule bishop wa Glasgow alivyotangaza katika ule mkutano wake kwamba katika Islam alama za mwamko mpya ziko wazi. Wameniambia watu ambao wanao uzoefu kwamba katika serikali ya Uingereza, katika India, namna mpya Islam inatokeza, na katika kisiwa hiki pia alama ziko zinaonekana huku na huku. Hiyo inapinga sana ile bid'a ambazo kwazo tunaichukia dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya Islamu hii mpya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kupata heshima ile awali ambayo alikuwa akipata. Mabadiliko hayo mapya yaweza kutambulika kwa urahisi. Tena Islamu hiyo mpya ilivyo sio tu inajitetea bali yashambulia pia. Ni masikitiko makubwa kwamba mawazo ya baadhi yetu pia yanaelekea Islamu hiyo. Taarifa ya serikali ya mkutano wa mapadri mwaka 1894 ukurasa 66. Kwa hivyo wana mtangazaji, unaweza kuona kwamba athari ya mahubiri ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ilishaonekana wazi na mapadri wakaingia kiwewe au wasiwasi mkubwa. Na ni kweli kabisa, hadi wanapata kuweka vikao kwa ajili tu ya kwamba Masihi ujumbe wake umefika hadi bara lao ambao ni ujumbe wa haki. Lakini vile vile pia huyu Malkia alikuwa shakubali ujumbe ule kwamba hata anaomba tena elimu nyingine aweze kuipata kuhusiana na mafundisho ya Islam. Kweli ukweli umekuja na umefanya nini? Umeweza kuondoa uongo ambao ulikuwa ukichukua nafasi. Na tukiendelea katika mada hii ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, Mwalimu Sahib, tunapata kuona kwamba Masihi aliendelea na majukumu yale ya mahubiri, kuandika vitabu kadha wa kadha. Basi kuna kitabu chengine hapa alikiandika, baraka za dua, barakati dua. Je, lengo hasa la uandishi wa kitabu hiki ilikuwa ni lengo gani? Hebu kwa elimu yako tupapatie
mafafanuo zaidi katika jambo hilo. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hili. Jambo hili ni kama mwendelezo wa ile mada ambayo nilikuwa nayo ya kwanza, ya kwamba shutuma zile zilipokuwa zinaelezwa katika kile kitabu zilikuwa zinatoka kwa miongoni mwa Waislamu. Sasa hii barakatu dua ilikuwa vile vile, ambayo ni baraka za dua, ilikuwa vile vile ni kumjibu. Alikuwa Muislamu mkubwa tu ambaye alikuwa ni kutoka India, ambaye vile vile ana uzoefu wa dini, lakini bwana Said Ahmad Khan ambaye alikuwa anakanusha kupokelewa kwa maombi, na akawa naona ya kwamba jambo kama hili ni jambo ambalo ni litatokea tu kama kuna jambo ambalo linaitwa kwamba ibada, mtu atalipwa kule mbinguni. Sasa akawasema kwamba kama ni kuhusu wahi, hii ni jambo ambalo linazuka tu moyoni. Kwa hivyo Masihi Maud alayhisalam akahisia kwamba jambo hili ni hatari, kwa maana ni kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo akachukua jukumu la kuandika kitabu Baraka za Dua, na akamwelekeza huyu ndugu ya kwamba lazima ajue kwamba kwa kufanya hivi ni kana kwamba itakuwa inakata, kama ni ukweli ya kwamba maombi hayapokelewi, basi itakuwa kwamba unakata uhusiano kati ya muumba na kiumbe chake. Kwa hivyo akajaribu kumwelekeza kwamba aangalie mfano wa maombi yake dhidi ya yule bwana Lehram ambaye alitoa kama alipata wahi, na akasema kuhusu Lehram kutokana na maombi yake, na yakatimia vile alikuwa ameelekeza. Na sio hivyo tu, akaita huyu bwana Said Ahmad Khan ya kwamba kama hana ushahidi, hajielewi kuhusu kupokelewa kwa maombi, ni afike tu kwake. Kwa kufika kwake ataweza kujionea vile maombi yanapokelewa. Kwa nukuu zake akasema hivi: ewe mtu unayesema kwamba kama dua ingekuwa ni na athari, basi hiyo iko wapi? Haraka sana njoo kwangu, nitakuonyesha athari ya dua kama jua. Habedari, usikane siri za kudura za Mwenyezi Mungu. Katisha maneno na uone kwangu mfano wa dua ipokelewayo. Asante sana Mwalimu Saib. Tumeona kwamba lengo la Masihi aliyeahidiwa ilikuwa ni kwamba alete muunganisho baina ya Mwenyezi Mungu na viumbe wake kupitia maombi na kupitia njia ya wahi vile vile. Na mshukran sana. Basi vile vile tukiendelea kwenye hii mada tukufu ya Masihi, ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, napata kuona katika hali ya muendeleo wa maisha yake Masihi pia alipata wapinzani kadha wa kadha. Miongoni mwao ni huyo bwana Muhammad Hussein ya Batala. Je, kulikuwa kuna utabiri gani kuhusiana na huyo bwana, na kuna njozi yoyote ambayo Masihi aliyeahidiwa aliweza kuipata kuhusiana na bwana huyo? Ibainike kwamba baada ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kutangaza kwamba alikuwa ni Masihi na Imam Mahdi, watu wengi walianza kumkubali, na kuna wale ambao hawakufurahia ufaulu wake au ufanisi wake, basi wakaanza kujenga ule uadui. Na mmoja wa hawa ni huyu bwana Maulawi Muhammad Hussein wa Batala, ambaye alikuwa ni mpinzani mkubwa sana kuliko wote Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Akawa anatumia maneno makali na machafu dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, hata akawa anatoa zile fatwa za ukafiri dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Masihi aliahidiwa alitoa utabiri kuhusu huyu bwana kwamba licha hivyo kwamba ananikufurisha, lakini atakuja kunikubali kwamba mimi ni muumini na mimi ni Muislamu wa kweli kabla ya kifo chake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema hivi katika utabiri mmoja kwamba huyu bwana kabla ya kifo chake kwamba yani niliota kwamba mtu huyu kabla ya kifo chake atakiri kuwa mimi ni muumini, nami niliona kwamba ameacha fatua ya kufuru na ametubu. Hii ni ruya yangu na nategemea kwamba Mungu wangu ataitimiza. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitabiri wasi kwamba huyu bwana licha ya chuki yake atakuja kunikubali kwamba mimi ni Masihi kabla ya kifo chake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatengeneza mazingira ambayo akamfanya Muhammad Hussein wa Batala kukubali kwamba kweli Sayyidina Ahmad alikuwa ni Masihi wa ukweli. Ilitokea kwamba katika kesi moja kule katika mahakama ya daraja la chini kule Gujranwala, huyu bwana akiwa upande wa mashahidi alikiri katika taarifa yake kwamba madhehebu yote ya Kiislamu ni kwamba yanaamini Qur'an kuwa ni neno la Mwenyezi Mungu, na yanaamini vile vile hadith namna wanavyoamini Qur'an. Na akasema kwamba dhehebu moja liloanza hivi juzi baada ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kukiri kwamba au kutangaza kwamba ni Masihi aliahidiwa, nalo pia linaamini Qur'an tukufu na linaamini hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam.
na kundi letu, yani kundi la kina Muhammad Hussein wa Badala, kwamba nalo halimuiti yoyote katika makundi haya kwamba ni kafiri. So unaweza kuona bwana mtangazaji kwamba huyu bwana alikuwa ni mpinzani mkali akimkufurisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, lakini katika mahakama anakiri hadharani kwamba kweli Sayyidina Ahmad ni muumini na ni Muislamu na anaiamini Qur'an na hadithi. Ikadhibitika ule utabiri wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba kweli huyu bwana akakiri haya maneno mbele ya hadhara. Naam, hii inaweza kudhihirisha kwamba ukweli umekuja, na katika hali hiyo hiyo pia uongo unaweza fanya nini? Yayuka kama donge la barafu. Basi walimu wangu wapendwa, nitapatia shukrani za dhati kwa kuchangia katika mada hii tukufu ya leo, na natumai kwamba kila mmoja ambaye amesikiliza hapa ameweza kupata elimu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Karibuni sana katika kipindi cha leo kilivyokuwa. Na vile vile kwa ndugu watazamaji, hapa ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo, na bila shaka kila mmoja amefanikiwa kupata kuelewa mahubiri ya Masihi aliyeahidiwa, kupata kuelewa vitabu vya Masihi aliyeahidiwa. Basi ni jukumu la kila Muhammadia kutafuta vile vitabu vya Masihi aliyeahidiwa na kuvisoma yeye mwenyewe avielewe barabara. Na mwisho pia ningependa kuwashukuru kwa kuwa wenye kusikiliza mada hii kwa utulivu, na vile vile Mungu aweze kuwalipa malipo bora. Mpaka hapa tunafunga kipindi chetu hiki cha leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला, कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला।